Tundu Lissu atoa hotuba ambayo ilikuwa nzito zaidi mbele ya Samia Suluhu katika mazishi ya Edwin Mtei. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika tukio linalotikisa misingi ya siasa za Tanzania, chama kikuu cha upinzani kimejikuta kikimzika muasisi wake, huku mwenyekiti wake akiwa kizuizini akilazimika kuwasiliana na wafuasi wake kupitia ujumbe unaosafirishwa kwa mkono kutoka gerezani. Huu si msiba wa kawaida, ni picha nzito ya nchi inayoshuhudia kuondoka kwa mmoja wa waanzilishi wa demokrasia ya vyama vingi, huku sauti za sasa za mageuzi zikifungwa kwa milango ya chuma. Mazishi ya mzee Edwin Mtei yanageuka kuwa kioo kinachoakisi hali halisi ya uhuru wa kisiasa, haki za kiraia na mustakabali wa demokrasia nchini Tanzania. Na taarifa iliyotolewa na uongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo inaweka wazi kwamba mwenyekiti wa chama hicho ambaye ni Tundu Lissu atashiriki maombolezo ya muasisi huyo kwa njia isiyo ya kawaida na ujumbe kutoka gereza la Ukonga. Ujumbe huu umefuatiliwa rasmi kupitia mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu wa chama aliyepewa jukumu la kufikisha na kurudisha ili usomwe mbele ya waombolezaji na vilevile mbele ya Rais Samia Suluhu, ambaye alihakikisha kwamba lazima ahudhurie, ama alisema kwamba lazima ahudhurie mazishi na maziko yake mzee Edwin Mtei. Hatua hii kwa uzito wake inaashiria zaidi ya ratiba ya mazishi, na inaashiria hali ya taifa ambalo viongozi wa upinzani wanalazimika kuwasiliana na wananchi kupitia taratibu za kifungo. Mzee Edwin Mtei si jina dogo katika historia ya Tanzania, akiwa gavana wa kwanza wa Benki Kuu ya Tanzania na baadaye mmoja wa waanzilishi wa mfumo wa vyama vingi. Alisimama katika kipindi ambacho kupinga mamlaka kulihesabika kama usaliti. Kuanzishwa kwa Chadema mapema miaka ya 90 kulikuwa tendo la ujasiri wa kisiasa, likibeba maono ya uwajibikaji, uwazi na ushindani wa kisera. Mtei alibeba msimamo mkali wa kutokubali uonevu wa dola, msimamo ambao baadaye ungegeuka utambulisho wa chama chenyewe. Na ndani ya Chadema, falsafa ya kutorudi nyuma katika madai ya haki imekuwa urithi wa moja kwa moja wa Mtei. Kauli mbiu ya kusisitiza ukweli na msimamo iliyozoeleka katika mikutano ya chama haikuwa mbinu ya kisiasa tu, bali mtazamo wa maisha, na huo ndio msingi uliomlea kizazi cha viongozi waliokuja baadaye, akiwemo Tundu Lissu ambaye safari yake ya kisiasa imejaa majeraha ya risasi, uhamisho wa muda mrefu na sasa kifungo. Kwamba kiongozi wa chama hicho hawezi kuhudhuria mazishi ya muasisi wake kwa uhuru ni jambo lenye uzito wa kihistoria. Gereza la Ukonga limekuwa alama inayojirudia katika siasa za upinzani Tanzania, likitajwa mara kwa mara katika muktadha wa kesi za kisiasa, zuio la dhamana na ucheleweshaji wa haki. Kuanzia operesheni za kisiasa za miaka ya awamu ya 5 hadi mazingira ya sasa yanayoelezwa kama ya mageuzi ya taratibu, gereza hilo limebaki kuwa kivuli kinachofuatilia upinzani. Na katika historia ya karibuni, Tanzania imeshuhudia mabadiliko ya kisheria na kiutendaji yaliongeza nguvu za dola dhidi ya mikusanyiko ya kisiasa, uhuru wa vyombo vya habari na asasi za kiraia. Sheria za mtandao, marekebisho ya sheria za vyama vya siasa na matumizi mapana ya mashtaka yasiyo na dhamana vimeunda mazingira ambayo upinzani unafanya kazi ya tahadhari kubwa. Hali hii imewahi kukosolewa na taasisi za haki za binadamu za kikanda na kimataifa, na pamoja na wadau wa maendeleo wanaofuatilia mwenendo wa demokrasia katika eneo la Afrika Mashariki. Msiba wa Mtei unakuja katika kipindi ambacho Chadema imekuwa ikijaribu kujijenga upya baada ya miaka ya misukosuko. Kurejea kwa Lissu kutoka uhamishoni kulionekana kama ishara matumaini mapya, lakini kukamatwa kwake kulirejesha kumbukumbu za zamani za mvutano mkali kati ya dola na upinzani. Ujumbe wake wa maombolezo unaotarajiwa kusomwa hadharani unabeba uzito wa kisiasa unaozidi maneno ya rambirambi. Ni sauti inayojaribu kuvuka kuta za gereza na kufika kwa umma, ikijumuisha na kukumbusha misingi ambayo chama kilijengwa juu yake. Katika muktadha mpana wa Afrika Mashariki, tukio hili linaingia katika mjadala unaoendelea kuhusu mwelekeo wa demokrasia
katika eneo hilo, na nchi jirani zimekuwa zikikabiliwa na changamoto zinazofanana ambazo ni kukandamiza kwa upinzani, matumizi ya vyombo vya dola katika siasa na kudhoofika kwa taasisi huru. Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki mara kwa mara zimehimiza utawala wa sheria na mazungumzo ya kisiasa, lakini utekelezaji wake umebaki kuwa dhaifu. Kwa kizazi kipya cha Watanzania, Mtei amewakilisha historia ambayo huenda ijasimuliwa vya kutosha. Alisimama katika kipindi ambacho vyama vya upinzani vilionekana kama ndoto isiyowezekana, na leo chama kilichoanzisha ama alichokianzisha kinapambana katika mazingira ambayo yanazidi kuwa magumu, huku viongozi wake wakikabiliwa na vizuizi vya kisheria na kiutawala. Mazishi yake yanageuka kuwa darasa la historia hai, likionyesha mzunguko wa matumaini, upinzani na ukandamizaji. Kwa serikali iliyopo, tukio hili ni mtihani wa ahadi zake za kufungua anga ya kisiasa. Kuruhusu ujumbe kutoka gerezani kusomwa hadharani kunaweza kuonekana kama ishara ndogo ya uvumilivu, lakini ukweli unabaki kwamba kiongozi wa chama kikuu cha upinzani hayupo huru kushiriki katika tukio la kitaifa kwa hiari yake. Hilo linazua mjadala mpana kuhusu maana halisi ya maridhiano ya kisiasa na mageuzi yanayotajwa mara kwa mara katika hotuba rasmi. Kwa wanaharakati na vyombo vya habari huru, simulizi ya msiba huu ni fursa ya kuunganisha historia na sasa. Ni ukumbusho kwamba mapambano ya demokrasia hayaanzi wala kumalizika na mtu mmoja, na kuondoka kwa Mtei kunafungua ukurasa wa kwanza wa hadhi ya Chadema, lakini pia kunafungua mjadala mkali kuhusu iwapo misingi aliyoiweka inaweza kuhimili shinikizo la mfumo wa siasa. Mwisho wa yote, ujumbe unaotoka gerezani kuelekea kaburini una uzito wa alama. Unaonyesha taifa linaloomboleza mmoja wa waanzilishi wake, huku likikabiliana na maswali mazito kuhusu mustakabali wake wa kisiasa. Ukimya, hofu na kuzoea hali vina gharama kubwa kuliko migogoro ya wazi, na Tanzania inapokabiliwa na chaguzi zijazo na mijadala ya kikatiba, kutochukua hatua sasa kunaweza kuifanya historia ijirudie kwa sura ile ile, tofauti ikiwa ni majina tu. Mazishi ya Edwin Mtei yakisindikizwa na ujumbe wa kiongozi aliyefungwa yanabaki kuwa onyo la wazi kwamba demokrasia isipotunzwa inaweza kuzikwa pamoja na waanzilishi wake. Ni hayo tuliokuwa tumekuandalia siku ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi na zidi kutupa support yako kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Hiyo ndio njia tu moja ambayo unaweza kutusupport na kutusaidia kuinuka. Vile gonga alama ya kengele ndipo uwe wa kwanza kupokea notification wakati tunaweka taarifa hizi mpya.